Sabasaba ni maandamano kubwa sana Tanzania, kuanzia Mwanza mpaka Dodoma, kuanzia Dodoma mpaka Dar es Salaam, kuanzia Dar es Salaam mpaka Namanga, kuanzia Namanga mpaka Sirare boda. So Mama Samia Suluhu Hassan, hiyo Sabasaba ni kama tutakung'oa kwa uongozi. Naam, maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 inaendelea kupata mshiko mkubwa, huku kikundi cha Gen Z wakisema wakiwa live kwenye mitandao ya kijamii kwamba mwezi wa 7 mwaka huu kutakuwa na maandamano makubwa ya kumalizwa uhai siku ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025, na ni maandamano ya amani. Kila mmoja atakuwa na bango mkononi ya ndugu waliotekwa na kuuawa siku na wiki hiyo ya uchaguzi mkuu. Na kumbuka pia serikali imeweza kutoa taarifa kuhusiana na haya maandamano ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 kupitia mkuu wa polisi. Wameweza kutaja na kusema kuwa serikali ya CCM imesikia kuwa kutakuwa na maandamano tarehe 7 mwezi wa 7, na jeshi la polisi nchini Tanzania kupitia msemaji wake naibu kamishna wa polisi DCP David Misime limesema linafuatilia kwa karibu wale wote wanaohamasisha matukio ya uvunjifu wa amani nchini kupitia mitandao ya kijamii. Nikimnukuu mwanzo wa nukuu, watu hao awali walikuwa wakihamasishana kufanya maandamano nchini tarehe 7 Julai. Miongoni mwa vitendo wanavyohamasisha sasa ni kufunga barabara, uchomaji moto wa shule ili kusababisha taharuki kwa wazazi na walezi, kushambulia wananchi, watu vichwa, na pia kushambulia wananchi na kuwa baadhi ya watu kuharibu mali za umma na binafsi, mwisho wa nukuu. Na limesema taarifa ya polisi ya leo Juni tarehe 20 mwaka 2026, kulingana na kamanda Misime katika taarifa yake ya leo siku ya Jumamosi, watu hao pia wamekuwa wakidiriki kutumia mtandao ya kijamii kuhamasisha kuvamia askari na vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuwapora silaha ili kuzitumia kufanya uhalifu wanaopanga kufanya nchini, huko kikundi cha Gen Z na wanaharakati wakipinga kile walichotamka msemaji ama alichotamka msemaji wa polisi, wakisema kuwa maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 ni maandamano ya amani, kuwa ni kukumbusha viongozi wa CCM yale ambayo walitenda siku ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tarehe 29 mwezi wa Oktoba, ambapo vijana wengi waliweza kupoteza maisha yao, na hadi kufikia sasa wengi wao ama asilimia kubwa hawajaweza kupata fidia yoyote kutoka kwa serikali, na wameweza kutaja kuwa wanataka haki kwa familia hizo, na pia uchaguzi ambao uliweza kufanyika mwaka 2025 kuwa haikuwa ya haki, na kuwa wapee viongozi wa upinzani pia nafasi ya kushiriki uchaguzi na weze kumwachilia huru kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu ili awe huru, na pia kuachilia wale wote ambao waliweza kutekwa nyara wiki hiyo uchaguzi, na pia hizi siku zingine ambazo wamekuwa wakitekwa nyara bila kosa lolote, huku serikali ya CCM wakisisitiza kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 hakuna maandamano yoyote itafanyika. Wale wote ambao watapatikana katika maandamano hayo wataweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Maoni yako ni yapi? Je, utatokea tarehe hiyo ili kuweza kuandamana? Kama unavyoona kwenye skrini yako, joto la maandamano ya Julai 7 laanza kupanda. Polisi watoa tamko, na tamko walilotoa
tangulia kusema hapo awali. Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili swala nzima la tarehe 7 mwezi wa 7 ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku kikundi cha Gen Z wakisema kuwa hawatishiki na tamko la polisi ama JWTZ, na kuwa siku hiyo watakuwa ngangari kuenda barabarani na kuandamana na kutuma ujumbe kwa serikali, kwa Samia Suluhu, kuwa waweze kupea viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza, waweze kupea fidia familia ambazo ziliweza kupoteza wapendo wao siku ya uchaguzi mkuu na pia wiki ya uchaguzi mkuu, na pia waweze kuachilia huru wale wote ambao wameweza kutekwa na serikali kwa kuwa waliweza kutamka maneno hasi kuhusiana na serikali. Maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.